Wakati wafanyabiashara wakisherehekea siku ya Sabasaba, baadhi yao wamesema jambo kubwa linalowapa fahari ni kuweza kufanya biashara kwa uhuru katika eneo jipya walilotengewa, wakieleza kuwa hatua hiyo imeanza kuwavutia wateja na kuongeza matumaini ya kukuza biashara zao. Wakizungumza na Asam Online TV, wafanyabiashara hao wanasema wanaridhishwa na mazingira ya eneo hilo, wakiamini kuwa yatawasaidia kuongeza ufanisi wa shughuli zao za kibiashara na kuwapa nafasi nzuri ya kuendeleza na shughuli zao. Leo ni siku ya Sabasaba duniani kwa wajasiriamali wote, wafanya biashara. Tunashukuru, alhamdulillah, tupo huru, tupo salama na tunaendelea katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku ya kufanya biashara, tukapata riziki zetu. Tunashukuru sana uongozi wetu wa serikali, rais wetu na viongozi wengine kwa kutuweka hapa, kutuona sisi wafanyabiashara wadogo tuna nafasi ya kupata sehemu ambayo tunaweza kupata chochote kitu cha kujikimu katika maisha yetu. Hilo tunawashukuru sana viongozi wetu. Wateja wameipokea vizuri, japokuwa bado tupo kwenye maandalizi ya kuweka biashara. Kila mmoja upo kwenye pilika za kutengeneza mazingira yake yakae sawa, lakini wateja wana mwitikio. Kwa wale ambao wameweka biashara tayari, wateja wapo kwenye mwitikio mzuri, tunawaona ambao wameshajiweka mazingira yao yapo sawa. Hata hivyo, pamoja na kuridhishwa na eneo hilo, wameiomba serikali kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili, ikiwemo ukosefu wa huduma ya umeme. Hapa kwa sasa tunachohitaji ni umeme. Ni umeme tu, kwa sababu tumeshaambiwa hapata jengo kama ni soko. Tumeambiwa tunakaa kwa muda mfupi ili kuepukana zile, kwa mfano juzi ambazo kwamba imetokea tafrani kati ya mamlaka ya Mji Mkongwe na wafanyabiashara wadogo, yale ambao kwamba ndio Mheshimiwa Rais hayataki. Kwa hiyo yeye kaamua kwamba atupatie kwanza sehemu kama hii ili tujishikize, alafu atajua yeye mwenyewe anatupeleka wapi ni sehemu salama ya kufanya biashara kwa utulivu. Kwanza sasa changamoto ya kwanza tunataka sehemu ya kupata vyoo. Hiyo ndio changamoto ya kwanza, kwa sababu nyumba bila choo inakuwa sio nyumba. Changamoto ya kwanza tunapata vyoo. Changamoto ya pili, tunataka sehemu hii iwe sehemu yetu. Tunaomba viongozi wetu wako juu, tunawaomba iwe sehemu yetu hii iwe maalum kwetu sisi wafanyabiashara wa chini, iwe endelevu, watu wasije kutoondoshwa leo na kesho, watu stahimilie, kwa sababu tuna watoto na tunategemewa katika watoto wetu na pamoja nyumba zetu. Kwa upande wake, mjumbe wa kamati ya ugawaji nafasi maeneo ya Garden, Saidi Ali Suleiman, amesema changamoto zinazowakabili wafanyabiashara hao zipo katika utaratibu maalum ambao unaendelea kufanywa kazi ili kupata ufumbuzi wa kudumu. Kuhusu suala la vyoo, siku alokuja mkuu wa mkoa aligusiwa ile suala na akalizungumzia kwamba maeneo tuliyopo kuna vyoo vipo hapa vya Garden, wafanyabiashara wanaweza kutumia, na kuna vyoo vipo ambao ni maduka mapya ya kuna vyoo pale vipo. Hapa kuna vyoo huku na upande huu. Kwa hiyo kwa suala la vyoo kwa muda huu wanaweza kutumia huku. Na ukija kwenye suala la usafi kama kamati tumekaa tukajadili tukapanga kila meza, kila mmoja awe na dustbin yake na kila mmoja awe ni mlinzi kwa mwenzake kuhusiana na swala zima la usafi. Kuhusu swala la umeme, bado uongozi ndio unalikalia kitako ili uweze kujadili, kwa sababu ile eneo hatuna uhakika linaweza kukaa kwa muda gani, kwa sababu tuliambiwa ni eneo la muda, na kila ambao alikuja hapa kufanya biashara alipokuja Mheshimiwa mkuu wa mkoa alizungumzia hivyo, sio eneo kwamba itakuwa ni la kudumu, ni la muda. Kwa hiyo ikifika wakati kama uongozi ukikubali, umeme watawekewa, hakuna tatizo lolote. Wito kwa wafanya biashara kwa sababu kuna watu tayari wamekuja wamechukua nafasi, lakini ukiangalia kuna meza nyingi bado hawajaweka mzigo. Kwa hiyo tunataka kila alo nafasi yake aje apange mzigo na afuate sheria, afuate taratibu waliokiwa na viongozi wake. Wafanya biashara hao wameeleza kuwa kuhamishiwa katika eneo jipya ni hatua yenye matumaini kwa maendeleo ya biashara zao, huku wakisubiri utekelezaji wa maboresho yaliyobaki, ikiwemo upatikanaji wa huduma ya umeme. Hizi ni ripoti za Asam Online TV. Mimi ni Amrat Kombo, nyuma ya kamera Madina Omar.